tuanze kule bungeni ambapo zaidi ya watu 500 waliaga dunia kwenye visa vya kupigwa na umati mwaka jana. Akizungumza katika bunge la Seneti, waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesema, huku pia akiwalaumu wanasiasa kwa ongezeko la visa vya uhuni na mauaji katika mikutano ya kisiasa. Waziri Murkomen akishikilia kuwa ni wanasiasa wenyewe ndio wanaopanga wahuni kuharibu mikutano yao, kama anavyotuarifu Emmanuel To. Alikabiliwa na maswali chungu nzima kutoka kwa maseneta kuhusu mauaji ya watu wawili na kuvurugwa kwa mikutano ya Linda Mwananchi katika maeneo ya Kitengela na Kakamega. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen akiwanyoshea kidole cha lawama wanasiasa, akisema ndio wanaopaswa kubeba msalaba wa uhuni huo, kwani wanahusika pakubwa. Some gangs are properly and fully utilized by politicians, 100%. If you saw some of the challenges we had in Kisii this weekend, courtesy of political activities in that area, you will see that both those who are campaigning and their competitors are mobilizing young people, including some of them have unique uniforms in light with the political side they support. Waziri huyu akitetea asasi za usalama nchini, akisema maafisa wa polisi ni weupe kama pamba kuhusu matukio yaliyoshuhudiwa. Because those who are organizing, Madam Speaker, are in both sides of the political divide. They are in different level of political campaign. And eventually they say, why did the police fire a bullet? Or why did the police kill somebody? But had we not organized the goons to come to our meetings, we could not have that situation. Thank you. Waziri huyo akifichua kwamba watu 579 waliuawa tangu Januari mwaka uliopita hadi sasa kote nchini, watu 266 wakijeruhiwa baada ya visa 845 vya watu kupigwa na umati kuripotiwa. Kaunti ya Kiambu inaongoza kwa vifo 58, ikifuatiwa na kaunti ya Nairobi na maafa 55, Kisumu 36 na Embu 33. Haya najiri huku Inspector Generali wa polisi Douglas Kanja pia kilaumu idara ya mashtaka ya umma DPP kwa kuchelewesha hatua za kisheria dhidi ya wanasiasa wenye ndimi za moto. The issues of investigations where the DPP direct certain areas to be investigating, the issue of autonomy is also very, very important, whereby the police can be able to exercise its powers. Kanja alikuwa mbele ya kamati ya Seneti ya Uwiano. Emmanuel To, runinga ya Citizen, Nairobi.